Je, wewe ni mmoja wapo unahitaji kiwanja kwa bei nafuu na makazi salama? Basi usiwaze tena. Kiumbo Real Estate tumeandaa mradi mkubwa wenye viwanja zaidi ya 600. Bei zetu ni nafuu sana. John ameuliza swali, anasema anayeomba radhi muungwana. Anayeomba radhi muungwana. Na mimi nakubaliana na kauli yako kwamba ombaye radhi muungwana. Lakini anayeomba radhi anatoa na sababu kwamba ili tumsaidie sio majuto ya ndani. Anyway, kila mmoja ana haki ya kuchanganua vile anavyoona inafaa. Lakini wewe unaniomba radhi, lakini bado kuna watu ambao wako ndani hawajui hatima yao. Nafikiri Harry James kama mwenyekiti wa baraza la vijana wa CCM, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM, aishauri pia kamati kuu ya chama chake umuhimu wa kuachilia huru wafungwa wa kisiasa na wafungwa wengine ambao kwa kweli kwa namna moja ama nyingine tunawaita wahanga wa utawala. Ni bahati nzuri jana pia kama chama tumetoa msimamo wetu wa chama ambao umechapishwa kwenye akaunti rasmi za chama, na ni msimamo wa kisheria. Mheshimiwa Samia kwanza anapaswa ateue mawaziri na waapishe, waape kwake, teue makamu wa rais, teue waziri mkuu, teue baraza la mawaziri na aliapishe. Tafsiri ya yeye kuliapisha baraza la mawaziri ni kulifanya liwajibike kwake kama mkuu wa nchi na serikali. Ushauri wangu kwake, huo ni wa kwangu kwake, aangalie, maana vyama vina watu wengi sana, na ni ukweli kwa mujibu wa katiba yetu chama ambacho kiko madarakani ndicho chama ambacho kipo ndicho ambacho kinaiteua na kuisimamia serikali. Awatafute watu kuanzia kwenye ngazi za wakurugenzi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, watu wasiokuwa na historia ya kutumia mamlaka yao vibaya kuumiza wengine, wamsaidie kazi. Afanye hivyo kwa maoni yangu kwake, kwamba ni muhimu kabisa akaangalia wale wote ambao walitumia mamlaka yao vibaya, wakaumiza watu, wakaleta kilio kwenye taifa, wakaleta kutengana katika taifa, wakapandikiza chuki katika taifa. Hao watu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wametumika kuumiza watu wengine, ili mama aliponye taifa, au watu waweke kando, ili kusudi uovu wao usihesabike kwa rais mpya tuliyempata kwa mujibu wa katiba yetu. Uovu wao ubaki nao wao wenyewe. Huo ndio ushauri wangu kwake. Na ni bahati nzuri wa Tanzania wana kumbukumbu ya mateso kwenye simu zao na kwenye mioyo yao. Utaona movement iliyoko kuanzia jana ni mwendo wa kukumbushana. Huyu alisemaga hiki, clip inaachiliwa. Yaani Tanzania sasa ambako kuna mabadiliko ya teknolojia, wala kwenye social media mnaona tangu jana, mnaona aliyekuwa anasema nipeni ruksa ni wachomoe macho wapinzani, clip zinatembea, watu wanaona, aliyekuwa kila mtu. Sasa yale yaliyofichika moyoni yanadhihirika kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia yanadhihirika hata katika mioyo ya watu. Wanaachilia uchungu kwa kuonyesha yale mambo ambayo wenzao waliwatendea ambayo hayakuwa sawa. Kwa hiyo kwa ushauri wangu kwa Mheshimiwa Samia, watu wote ambao kwa kweli Watanzania wana hisia za uchungu kutokana na wao, basi wakae pembeni, awe na serikali ambayo kwanza itatenda haki. Maana amani ni tunda la haki. Haki ikiondoka hakuna amani.
tupate watu ambao kwa kweli wanaweza wakatenda haki na haki ikaonekana kuwa imetendeka. Ndugu waandishi wa habari, ninawashukuru sana, na kwa niaba ya vijana wenzangu nawapongeza tena na tena kuja leo, na Mwenyezi Mungu awabarikini tuweze kuona ule uhuru wa habari ambao kwa kweli tuliumisi kwa muda kidogo. Asante sana. Namna gani tunafanya hayo yote? Tushirikiane na rais wetu kwenda kupunguza changamoto hiyo ambayo tunaiona katika bodi ya mikopo na namna ambavyo riba inakuwa kubwa. Tukimpa ushirikiano rais, atapata muda wa kushughulikia mambo yetu. Lakini tukiendeleza malumbano na uhasama usiokuwa na sababu, atajikuta kila siku anahangaika na vikao vya maridhiano badala ya kuhangaika na vikao vya kutatua changamoto ambazo zinakabili vijana wetu ambao wanadaiwa riba kubwa wanapohitimu kutokana na mikopo wanayopata chuo kikuu. Lakini endapo tutakuwa ni nchi yenye mshikamano na umoja, tutampa nafasi rais wetu kushughulika na namna bora ya kutengeneza mazingira bora ya vijana kufanya shughuli zao za uzalishaji mali badala ya kuhangaika na migogoro ya vijana kuandamana kuhusu mambo mbalimbali. Lakini pia tukimpa ushirikiano rais wetu, atapata muda wa kutosha kuangalia ni namna gani sekta binafsi inazidi kuimarishwa, inazidi kujengwa na kuajiri vijana wengi zaidi badala ya kuhangaika kila siku na migogoro isiyokuwa na tija. Kwa hiyo nataka niwasisitize na niwakumbushe kwamba Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya uchaguzi, masuala yote yanayohusu vijana yatakwenda kutendeka kama ambavyo yameelezwa. Na niwatoe mashaka vijana wa Chama cha Mapinduzi na vijana wote nchini kama ndugu moja na vijana wa nchi hii. Nataka niwahakikishieni nchi yetu ni imara, madhubuti, na tuna rais ambaye anajua wajibu wake kwa vijana na anafahamu hakuna namna itaendeshwa nchi hii bila kuyalinda, kuyatetea na kuyaenzi maslahi ya vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa na kesho ya nchi yetu. Kwa nataka niwasisitizeni ndugu zangu, tukampe ushirikiano rais wetu. Tukamlinde rais wetu. Tukamtetee rais wetu. Na wale waliopewa dhamana ya kumshauri rais wetu, wakamshauri vyema rais wetu. Na sisi ambao tumepewa dhamana ya kupokea maelekezo yake, tukayapokea vyema na kuyatekeleza vyema maelekezo yake. Ili mwisho wa siku, ndani ya muda mfupi, Watanzania wayakumbuke mema ya Magufuli, lakini wasione kutokuwepo kwake kwamba ni hasara. Tunaye mama mweledi, mchapakazi, mzalendo, ambaye kwa kweli atatuvusha endapo tutampa ushirikiano wa kutosha. Ndugu viongozi, ndugu vijana wenzangu, sisi wote tunafahamu kwamba Dr. John Pombe Magufuli amekuwa ni alama katika maisha yetu ndani ya muda mfupi sana. Katika kipindi cha miaka mitano tumeweza kuona mabadiliko makubwa katika uendeshaji wa serikali, mabadiliko makubwa katika usimamizi wa rasilimali za nchi, mabadiliko makubwa katika diplomasia ya uchumi nchini, mabadiliko makubwa katika usimamizi wa siasa safi ndani ya nchi, lakini mabadiliko makubwa ya kutoka katika siasa ya madaraka kuja katika siasa ya maendeleo. Haya yote Dr. John Pombe Magufuli kayafanya na yanaonekana. Mashaka na wasiwasi wa watu wote wanaamini, je, Magufuli kaondoka hali itakuwaje? Nataka niwahakikishieni, hali itakuwa kama Magufuli alivyoiacha. Itakuwa hali imara zaidi, na yale yote ambayo tumeyaasisi kama chama yataendelea kufanyika, na sisi vijana tuendelea kuyasimamia yaweze kwenda. Lakini kwa sababu kipindi cha Dr. John Pombe Magufuli tumeona namna vijana ambavyo tumepewa thamani na heshima, tunataka tuwahakikishieni Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kupitia baraza kuu lijalo inakwenda kujadili na kuamua namna bora ya kumwenzi Dr. John Pombe Magufuli kama alama ya kweli na ya dhahabu katika maisha ya vijana wa Tanzania. Sisi vijana wa CCM kamwe hatutomsahau Dr. John Pombe Magufuli. Ni dhahabu iliyokuja mezani kwa muda mfupi na ikaondoka kwa muda mfupi, lakini imefanya makubwa ndani ya mioyo yetu na maisha yetu kwa muda mrefu kuliko ambao ulikadiriwa wa maisha yake. Na nataka niwahakikishieni, Dr. John Pombe Magufuli ameondoka kiwiliwili tu, lakini fikra zake, dhamira yake bado imebaki katika mioyo yetu. Na amepandikiza mbegu ya kina Magufuli wengi ambao Mungu atawainua kwa wakati mbalimbali. Nchi yetu haitorudi nyuma tena. Tulipofika tutasonga mbele, na sisi kama Umoja wa Vijana wa CCM tunasema hakuna atakayeturudisha nyuma. Pale alipoishia Magufuli tutaendeleza mara 100 ya vile alipoishia. Kwa sababu kurudi nyuma ni kuirudisha nchi yetu katika kesi za ubadhirifu, wizi, makundi, matabaka, ukabila, udini, migogoro, na huko kamwe hatuwezi kuruhusu kurudi. Kwa sababu tukirudi huko nchi yetu haitopiga hatua tena. Hivyo jukumu letu ni kuhakikisha tunamuenzi kwa matendo, tunamuenzi kwa maneno, ili ile dhamira njema aliyoiacha kwa msingi wa nchi yetu tunaiendeleza kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Magufuli alitusaidia kujenga jamii ambayo mtoto wa maskini kutoka Dodoma anaweza kuwa mkuu wa mkoa, anaweza kuwa mbunge, anaweza kuwa chochote. Na hivyo ndivyo ambavyo chama chetu kitatakiwa kiendelee baada ya sasa, kwamba ile haki, uhuru na fursa na usawa wa watu uendelee kuwepo. Ile dhamira ya kweli ya kudhibiti ubadhirifu ndani ya serikali, ubadhirifu ndani ya chama lazima uendelee kuwepo. Kwa sababu tukiuruhusu, wahanga ni sisi. Magufuli yamekwenda, lakini tukimuenzi, wanufaika wa haya aliyoyaanzisha tutakuwa ni sisi. Kwa nataka niwasisitize sana
vijana na viongozi wenzangu ndani ya taasisi kwamba tunao jukumu la msingi la kumwenzi Dr. John Pombe Magufuli kwa maneno yake, matendo yake, dhamira yake, nia yake, uzalendo wake, ili kizazi kijacho kinapokuja, hata kama hawatomuona Magufuli, basi wakute watu wenye tabia kama za Magufuli, wenye maono kama Magufuli, wenye mchango mkubwa kama Magufuli, na hayo yote tukiyafanya watasema kweli aliwahi kuwepo mtu aliyewahi kutumikia nchi yetu kwa dhamira njema na moyo mkunjufu. Mwisho kabisa, ndugu zangu, Dr. John Pombe Magufuli alikuwa ni mwanadamu. Alikuwa ni mwanadamu sawa na wanadamu wengine. Amekufa kama ambavyo tutakufa sisi wengine. Jambo la msingi tuendelee kumuombea, Mungu amrehemu na amsamehe. Hatuwezi kusema kwamba Dr. Magufuli alikuwa mkamilifu. Alikuwa ni mwanadamu mwenye mapungufu kama tulivyo sisi. Alikuwa ni mwanadamu mwenye kusahau kama tulivyo sisi. Alikuwa mwanadamu mwenye dhambi kama tulivyo sisi. Hivyo kila tutakapopata nafasi, kila mmoja kwa nafasi yake, tuendelee kumuombea na sisi kujiombea pia. Yeye ameondoka wiki iliyokwisha, yawezekana sisi tumepangiwa kuondoka wiki hii. Tukitumie kifo hiki kama ni tafakuri kubwa kwamba mbele ya Mungu hakuna mkubwa, hakuna mdogo, hakuna mwenye mali, hakuna maskini, hakuna mnene, hakuna mwembamba. Mbele ya Mungu sisi wote njia yetu ni moja. Kila mwanadamu aliyekubali kuzaliwa amekubali kufa. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tumuombee yeye na kuziombea nafsi zetu. Tumuombee yeye mapito yake aliyoyapita, lakini tuyatengeneze pia mapito yetu na tuyafanye maisha yake kuwa ni funzo katika maisha yetu, ili mwisho wa siku na sisi tutakapoondoka tupate nafasi ya watu kukaa hivi na kutafakari maisha yetu na kuyaona ni yenye thamani na kuyatumia kama mfano wa kuwaelekeza watu wengine katika maisha. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.